Naam, shalom watu wa Mungu, ni wasalimu katika jina la Yesu. Huwa anazungumza mara nyingi kuhusu habari njema za Kristo au habari za ufalme wa Mungu, lakini leo nizungumze kidogo kuhusu lishe au kuhusu masuala ya lishe kidogo. Tukisema lishe ni nini? Lishe ni mchakato ule unaopitiwa kuanzia chakula unapokula kikasagwa, kikameng'enywa, ukapata virutubishi na virutubishi hivyo vikafyonzwa kwenda kutumika mwilini. Huo mchakato mzima wote unaitwa lishe. Naelewana? Nadhani hapo tumeelewana. Lakini leo nizungumzie mahitaji ya kilishe ya mwanadamu au ya mtu mmoja na mwingine yanatofautiana kutokana na sababu kadha wa kadha. Sababu ya kwanza ya mahitaji haya kutofautiana ni umri. Vijana na watoto wanakuwa na mahitaji makubwa kilishe kulinganisha na makundi mengine ya watu au ya ukuaji. Sababu kuna makundi ya watoto, watoto wachanga na wadogo, vijana balee, watu wazima. Kwa hiyo makundi haya mawili, watoto wachanga na wadogo, lakini pia vijana balee, wana mahitaji makubwa kilishe kulinganisha na nini? Kulinganisha na makundi mengine. Kwa sababu ya nini? Ni kwa sababu ya ukuaji. Ukuaji unakuwa kwa kasi, lakini pia na maendeleo ya miili yao wana mahitaji makubwa kilishe. Lakini sababu ya pili ni jinsia. Watoto wa kiume, vijana wa kiume, watu au wa kiume wana mahitaji makubwa kilishe. Hata mahitaji hata nishati lishe kwa mtu wa kiume na wa kike zinatofautiana. Mtu wa kiume ana mahitaji kilishe zaidi kuliko wa kike. Anahitaji nishati lishe sana kuliko wa kike. Lakini kwa vijana hawa balee, wa kiume wanakuwa mahitaji sana kwa sababu ya kujenga misuli, lakini wa kike wanahitaji sana madini chuma katika vyakula vyao. Madini chuma hayo yanapatikana kwenye mboga za majani na vyakula vya asili ya wanyama kama maziwa, nyama, samaki. Hivyo vyakula vyote vina madini chuma kwa sana. Madini chuma yanakuwa ya muhimu kwa vijana wa kike kwa sababu vijana wa kike wanakuwa wana vipindi vya hedhi. Wana kipindi cha hedhi ambapo damu una uwezekano mkubwa wa kupungukiwa damu. Kwa hiyo wanahitaji sana vyakula vyenye madini chuma, au wanahitaji madini chuma kwa sana kulinganisha na vijana wa kiume. Lakini pia kuna sababu ya tatu, ni kiwango au shughuli unazokuwa unazifanya. Shughuli za mtu anazozifanya. Mtu anayebeba vyuma, anayelima, anayefanya kazi za kutumia nguvu kama kubeba matofali kupeleka kwenye gorofa, kufanyaje? Mtu anayekuwa labda wanaokimbia, wanaocheza mpira, wanaotumia nishati kwa sana, wanahitaji vyakula kiasi kikubwa, hasa vile vinavyoongeza nguvu mwilini kulinganisha na wale wanaoishi maisha ya tunaita sedentary lifestyle, yani maisha wanaita tabia bwete. Wale wanaokaa sana kwenye viti vile vya kuzunguka ofisini, huwezi kuwalinganisha na wale wanaofanya kazi ngumu. Lazima wale watahitaji sana nishati lishe kuliko hawa. Kwa hiyo shughuli anazozifanya mtu zinakuwa zinatofautiana kati ya mahitaji ya kilishe ya huyu anayefanya kazi ngumu na anayefanya kazi rahisi. Kwa hiyo mtu anayekaa ofisini, anayefanya kazi za kawaida za kuandika, za secretary, za nini, anahitaji mahitaji yake kilishe, hahitaji kilokalori nyingi kama huyu anayebeba mizigo, anayebeba vyuma, anayelima muda mrefu, mtu anayefanya kazi ya kubeba zege na vitu kama hivyo, anahitaji sana kilishe. Kwa hiyo kilokalori zinakuwa zinahitajika sana, au nishati lishe kwa huyu anayefanya kazi ngumu ukilinganisha na huyu anayefanya kazi nyepesi. Nadhani hapo tumeelewana. Sababu nyingine ni hali ya kiafya. Hali ya kiafya anayokuwa nayo mtu, health status anayokuwa nayo mtu. Mtu anayekuwa labda alikuwa mgonjwa. Ukiwa mgonjwa tunajua kwamba ufyonzaji wa virutubishi unapata changamoto kidogo. Kwa hiyo mtu anayekuwa mgonjwa anakuwa ana mahitaji sana kilishe, anahitaji sana virutubishi
sawa, ili kurudisha vile virutubishi vilivyopungua mwilini. Unaelewana hapo? Ili kupambana na ugonjwa. Mwili ukiwa unapambana na magonjwa, virutubishi vinatumika kwa sana. Kwa hiyo kipindi kama hicho virutubishi huwa vinapungua mwilini. Kwa hiyo huyu mtu anayekuwa mgonjwa anahitaji virutubishi sana. Kwa hiyo anatakiwa ale vyakula vyenye virutubishi kwa sana, ili kurudisha vile virutubishi vilivyokuwa vimepungua kipindi akiwa mgonjwa. Lakini sababu nyingine ni hali ya kimwili. Hali ya kimwili. Kuna hali ambazo zinaweza zikampata binadamu. Mfano, wanawake kuna wakati wanaweza wakawa wajawazito, lakini pia wakawa wananyonyesha. Mfano, wajawazito na wanaonyonyesha, kipindi hicho wanawake wanakuwa wanahitaji sana virutubishi, wanahitaji sana lishe, wanahitaji sana virutubishi kwa sababu wana mahitaji ya ziada katika miili yao. Wale wanaokuwa na wajawazito, ina maana lishe bora au virutubishi vingi vinahitajika sana katika miili yao, ili viweze kusaidia kwake mama mwenyewe, lakini pia na kiumbe kile ambacho kipo katika mwili wake, kiumbe kilichoanza kukua katika mwili wake. Lakini pia mama anayenyonyesha, huyu ndo anahitaji zaidi, sasa yuko juu zaidi ya huyu anayekuwa mjamzito, kwa sababu huyu tayari ameshakitoa nje kiumbe, lakini anahitaji kunyonyesha, sawa, ili apate maziwa mengi yatengenezeke kwa sana. Lazima mama huyu awe anakula milo ya kutosha, wanasemaga milo 5 kitaalamu, awe anakula milo ya kutosha ili maziwa yazalishwe kwa sana, aweze kunyonyesha huyu mtoto. Kwa hiyo hali ya kimwili, sawa. Kwa hiyo wajawazito na kina mama wanaonyonyesha wanahitaji lishe zaidi, wana mahitaji makubwa kilishe au mahitaji ya ziada kutokana na mahitaji ya mwili, sawa, ili kuzidi kuwezesha ukuaji wa mtoto tumboni na pia kuzalisha maziwa mengi. Kwa hiyo ni sababu hizo nilizokuwa nakizungumza kwamba mahitaji ya kilishe ya mwanadamu yanatofautiana kutokana na sababu ya kwanza nimesema ni umri, sababu ya pili nikasema ni jinsia, sababu ya tatu nikasema ni kiwango au shughuli anazokuwa anazifanya, lakini pia sababu ya tatu nikasema ni hali ya kiafya, sababu ya mwisho nikasema ni hali ya mwili anayokuwa nayo. Aidha wajawazito na wanaonyonyesha wanakuwa na mahitaji mengi kuliko makundi mengine. Basi niishie hapo kwenye masuala au elimu ya lishe niliyofundisha siku ya leo. Basi nikushukuru sana kwa kunisikiliza, endelea kufuatilia. Hii ni Wakili wa Siri za Mungu. Lakini pia Facebook naitwa Faraja Novat, niko TikTok naitwa Faraja, niko Instagram pia unapatikana. Basi nikushukuru sana kwa kunisikiliza. Amen.